Asante. Awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa fursa ya kuwepo mahali hapa. Sababu ni sehemu nzuri, sehemu yenye baraka. Nitapo uwepo wa Mheshimiwa rasmi kama Waziri Jafo. Karibu sana Iringa, na sisi tumefurahi sana uwepo wako, lakini nitambua uwepo wa shehe wa mkoa mzee wetu, ingawa hayupo mzee Hadri, lakini tunatambua uwepo wake na kwa nafasi yake kwenye kazi hii. Nitambua uwepo wa mwenyekiti wetu wa kamati ambaye anatuzia kamati yetu ya kuhifadhi Qur'ani za Jimbo Kusini pamoja na kamati nzima, lakini nitambua uwepo wa jaji kiongozi pamoja na timu yake yote ya majaji. Nitambua uwepo wa wazee wetu waliokuwa mahali hapa wakiongozwa na mzee Zoa, maana ninaambia kwamba yeye ana mtu umundani aliyefikia huko kwa nusu. Sasa sijajua kile mzee wangu naona mzee wapo, lakini atambua uwepo wao. Nitambua uwepo wa viongozi wetu wa dini, mahajati wa mahali hapa. Nitambua uwepo wa dada mmoja mjumbe katika kamati yetu ya Qur'ani za Jimbo Kusini, bila kusahau student wangu dada Msomea. Asante sana, nashukuru kwa pamoja na wewe. Nitambua uwepo wa ugeni wote wa Kiislamu, kina baba, kina mama pamoja na watoto wetu. Awali ya yote niseme tu kwa kweli tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ajili ya nchi yetu ya Tanzania. Lakini uzuri wa nchi hii unajengwa namna hii ilivyo. Na mimi kipekee kabisa nashukuru viongozi wetu wa dini. Kazi mnayofanya ni kubwa mno. Inawezekana tukisimama kama viongozi kama yangu yafuata kwa shahidi, tunajisifu sana kwa kuwa na amani na utulivu wa taifa letu. Lakini asilimia kubwa ya amani hii na utulivu wa taifa letu unachangiwa sana na nyinyi viongozi wa dini. Tunawashukuru sana. Haya msingeyafanya kwa watoto wetu, manake kwamba tungekuwa na kizazi ambacho hakieleweki. Lakini kwa kuwa mnawalea kwanza kwenye msingi ya Mwenyezi Mungu, wanahifadhi vitabu vya Mwenyezi Mungu, manake sisi tunaambiwa neno la Mwenyezi Mungu likae kwa wingi moyoni. Tumeandika sana kwenye makaratasi na vitabu, lakini sehemu sahihi ya neno la Mwenyezi Mungu kukaa moyoni kwa mtu. Na nimefurahi Sheikh Sharabila amesema hapa, aliye bora kati yenu ni yule anayetunza Qur'an au anayesoma Qur'an. Maneno ya Mwenyezi Mungu yanatakiwa yakae kwa wingi ndani yetu kabla hajakaa kwenye vitabu. Na binadamu katika umri wake mdogo chini ya miaka 7 ana uwezo wa kuhifadhi mambo mengi na asiyasahau mpaka anapokuwa mtu mzima. Kwa kazi hii tunayofanya kwa ajili ya kuhifadhi Qur'an kupitia watoto wetu wadogo hawa, mbegu mnayoipanda ndio ambayo itawarahisishia Uislamu uendelee kukua katika dunia hii na katika sehemu hii ya Tanzania. Kwa sababu kamati ya Qur'an waliniambia siku hizo tutafuta bonus. Nikamwambia mna shida gani? Kuna mna Waislamu bora kabisa walioko juu. Wakawa sana sasa Mheshimiwa Mwalika, Mheshimiwa Masauni, Mwalika, Mheshimiwa Ulega. Nikamwambia mbona mnao wengi sana huko juu? Yupo Mheshimiwa Jafo. Sasa tunaanza na Jafo, afu baadaye tutaendelea na wengine. Lakini haya yote ni kwa sababu walilelewa katika misingi ya Uislamu na wakafundishwa kuhifadhi Qur'an tangu wakiwa wadogo. Na neno hilo halijawatoka hata walipoingia katika misukosuko ya siasa, katika kubanwa na muda wa kisiasa. Tunafahamu wale viongozi wetu wakubwa ni mawaziri. Waziri Jafo ni waziri. Leo ana ratiba ya serikali angekuwa bila fahamu kazi za mawaziri. Sasa hivi wabunge wote tuko kwenye kamati tunazunguka nchi nzima. Tunakwenda na mawaziri kukagua miradi. Lakini kwa kuwa alihifadhi Qur'an, alijua Mwenyezi Mungu tangu akiwa mdogo, hata utu uzima wake hajaweza kusahau. Akaona ni muhimu aje kwetu sisi watu wa Iringa aungane nasi. Na mimi nikwambie Mheshimiwa Jafo, sala za watu hawa Waislamu wangu hawa Iringa hawana unafiki, wako pio. Maombi yao nakwambia yatafika, na kama alivyosema Sheikh Abdalla kwamba watamuombea mama, hawanaga unafiki. Hao watamuombea na watatuombea sisi, na kila tunachotaka iwe
jema tutalipata. Mimi nawashukuru sana ndugu zangu, mnatutia sana moyo. Mimi nikirudi Iringa kuna amani, huwa nawakumbuka sana mashauri wangu. Najua nyinyi mnaomba kwa ajili ya nchi. Kila saa 11 nikiamka, siku moja nikauliza bora sijasikia kama watu wameazidi kuna nini? Nikasikia speaker sijui mkuu sijui mfanyaji. Kwa sababu tunajua asubuhi ikianza na saa zima ndipo mji wetu umeanza kwa salama. Kwa ndugu zetu tunawashukuru sana, na mimi niwatakie maandalizi ya mema. Kwa sehemu yangu mimi kama ndugu yenu, rafiki yenu, nitaendelea kuwa pamoja na nyinyi kuhakikisha tunashirikiana. Mheshimiwa Jafu, najua unafanya mambo kule Pwani. Siku moja na wewe utualike, na sisi tunatoka Iringa tutakuja Pwani kushirikiana na wewe, kwa sababu ulikuwa ndio kiongozi wa kusimamia uhifadhi wa Qur'ani kwa kanda ya Pwani na hasa katika wilaya yake. Ndugu zangu, nawashukuru sana, sitakuwa na maneno mengi maana nimeshasema mengi, lakini kama nilivyosema wenzangu watanipitia, na mimi nakwenda Morogoro kwa ajili ya kukagua miradi. Nirudi jana usiku kwa ajili ya tukio hili ili niweze kushirikiana na nyie. Kwa sasa hivi wanabeba wameshafika, nitakaa nyinyi kwa muda, lakini nafasi yangu najua kuna sehemu natakiwa tutoe zawadi kwa watoto. Niko tiko utasimama badala yangu. Natambua kwa mheshimiwa diwani. Kwa hiyo atakaa atasubiri kwa ajili yangu na mimi nitaendelea, lakini vinginevyo mama zangu je, tuko wote wakati wote. Kuna jambo lolote tuongezane, tunajua kwa kutafutana ili tuendelee. Na watoto wetu tunawapenda sana. Mnafanya kazi nzuri, Mwenyezi Mungu awakuze katika kimo, mkimpendeza Mwenyezi Mungu pamoja na sisi wazazi wenu. Endeleeni kushika Qur'ani katika vichwa vyenu na mweke katika mioyo yenu, lakini muiishi Qur'ani. Tunaposema muiishi, maana ukishashika kichwani, yale unayosema kichwani, hakikisha unaishi nayo, unayatekeleza kwa matendo kadri siku zinavyoendelea. Baada ya kusoma maneno haya, nashukuru sana ile aliyopendekeza Sheikh Abdullah mwishoni. Sasa kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Ila hilo tuendelee kuombeana. Asante sana. Mungu awabariki.